Naam, karibu tena mtazamaji, turejelee taarifa yetu ya hapo awali. Vita katika eneo la Angata Barikoi Transmara vimesababisha vifo vya watu 7 huku zaidi ya wakazi 1800 wakihamishwa na nyumba zaidi ya 253 zikiteketezwa. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini linasema kwamba familia zinatafuta hifadhi katika shule, zahanati na maeneo mengine ya wazi. Tayari mwakilishi wa wadi Lolgorian Michael Oleseme pamoja na watu wengine wawili wametiwa mbaroni kwa madai ya kuchochea vurugu, huku polisi wakithibitisha kwamba washukiwa zaidi wanatafutwa ili kufikishwa mahakamani. Anavyoripoti mwanahabari wetu Vera Mora, amri ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi alfajiri inatekelezwa huku vikosi vya usalama vikipelekwa katika eneo hilo ili kurejesha utulivu. Waswahili husema kila mwamba ngoma huivutia kwake. Ngoma ya vita vya mzozo wa ardhi kati ya jamii za Wasiria na Wakipsigis katika Angata Barikoi eneo la Transmara vimewacha wanawake na watoto kulazimika kutumia shule hii kama makazi ya muda baada ya nyumba zao kuteketezwa. Tulikuja hapa, serikali hajasaidia sisi, watoto hakuna kitu wanakula. Tumewacha mahindi kwa huko yamechomeka na nyumba. Saa hii tunalia, hakuna kitu tunakula. Watoto naenda kurogota tu mahindi kwa hapa anabea watoto. Hakuna kitu nitakula. Serikali papa atasaidia sisi. Kia serikali inasema rudi. Sasa tunarudi wapi? Saa hii tunapika chakula ya watoto na watoto hakuna. Hakuna watoto. Wamazaa wamekuwa kali. Saa hii hata watoto wa shule hatujui tutafungua shule kupeleka pesa wapi. Saa hii tunateseka, tuko kwa shule. Sisi hatuna makao yetu. Manyumba zote zimechomeka. Tunalilia serikali. Watu wa Red Cross walikuja juzi akatuambia tunakuja kusaidia nyinyi. Na hakuna hiyo msaidizi. Serikali saidia sisi kabisa, tumekufa na njaa. Kufikia sasa watu 7 wameuawa huku shirika la Msalaba Mwekundu wa Kenya likithibitisha zaidi ya makazi 1800 wamehamishwa na nyumba 253 zikiteketezwa. Lakini swala linabaki. Vikosi vya usalama vilikuwa wapi wakati nyumba zikiteketezwa na familia zikikimbia kuokoa maisha yao? Wametuchomea manyumba, tuna manguo, hata hatuna kenye tunakula. Sasa hatuna mashamba, tumechoma manyumba zetu. Tunaishi mtoni. Hata mahindi amechoma. Mahindi tumekuliwa na Mamlaka zinasema zinachukua hatua, na kufikia sasa mwakilishi wadi wa Lolgorian Michael Oleseme amekamatwa pamoja na watu wengine 2 kwa madai ya kuhusika katika vita hivyo, huku washukiwa zaidi wanatafutwa na watafikishwa mahakamani. Kuanzia leo tutapeana ulinzi throughout. Usiku na mchana tutapeana ulinzi, na ndio maana tumeongeza maaskari. Vikosi vya usalama vya ziada vimetumwa kurejesha utulivu baada ya naibu inspector generali wa polisi Eliud Lagat kutangaza amri ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi alfajiri. By 6 p.m. to 6 a.m. we will not allow people to walk around until order and peace is sustained in this particular area. So nawaonya vikali sana those who are advancing criminal activities that from today they better surrender. Angata Barikoi inalilia haki, amani na uongozi. Swali usiku huu sio iwapo watu wataishi, bali ni kama walioko madarakani watachukua hatua hatimaye, au kama jamii hii itaacho iendelee kuteketea tena. Vera Mora, KTN. Naam, mtazamaji, kwa taarifa yote naruhusu nipate pumziko jingine, nikirejea